Unajua mwandishi, hao wenye madaraka kwenye TFF na bodi ya ligi wakiumbishwa na Yanga, hao timu hata ndogo ndogo hizi zitaanza kuwayumbisha. Wataonekana kwamba hawafai. Ukipewa sasa nafasi ya kuishauri bodi ya ligi kuhusiana na dabi ya tarehe 15 ya siku ya Jumapili, utawaambia nini? Nini wasimamie? Kanuni. Kitu kiko wazi. Wasithubutu, yana wasijaribu. Bodi ya ligi inaomba sana kuahirisha mchezo wa tarehe 15. Italeta migogoro zaidi ya hiyo iliyopo. Na sisi tumeshaandika barua kwamba kama mechi hii imeahirishwa hatuchezi. Kwa hiyo nawasihi sana kwamba wasimsikilize hata kigogo cha serikali, awe nani, wasimamie kwenye kanuni yao. Full stop. Unaliona hilo likienda kutokea? Kwa sababu Simba na Yanga zina mashabiki wengi, zinabeba hisia za watu. Kwani mwandishi, kwani wakinyanganywa pointi 15 hawatashuka daraja? Hawatashuka daraja na watakosa ubingwa. Zaidi hapo hamna lolote. Kwa hiyo wacha waadhibiwe. Kama wanafanya makosa kutokuja uwanjani, wacha waadhibiwe. Yani wasiachwe hao watu utopolo. Hao nyuma mwiko wasiachwe safari, wapate adabu. Na hiyo adabu ambayo inatakiwa watafundishwa na watu wa TFF na bodi ya ligi. Ndio wenye madaraka ya kuwafundisha adabu au utopolo. Maana hii si timu ya mpira, mwandishi. Kweli si timu ya mpira. Yani kila wakati wana matatizo. Leo wewe unaacha kuongea mambo ya dabi, unaanza kuongea mambo ya madeni, mambo ya kutolipwa hela. Kweli mna uledi jamani? Mbona hatuwaelewi? Ongea kitu kinachoeleweka. Ndio maana mwandishi, mimi nasema hao watu leo wamewaambia watu wa TFF na bodi ya ligi wajiuzuru. Kwa nini wasiambie watu wa kasi basi? Wanashindwa nini kwenda kasi kuambia bana na niye mjiuzuru? Wanashindwa nini? Waende. Kama wao kweli wanaume, waende. Waende kasi. Waende kasi. Ndio maana mimi nasema safari hii bodi isimame kwenye msimamo wake na TFF. Kwa nini waendi kule kasi? Kasi si ndio marudisha kwa wenye madaraka? Kwani wao hawajaambiwa kwamba Simba walizuiliwa na yote hayo? Si waliambiwa? Lakini mwisho wake imekuwa nini? Rudini huko. Sasa mbona msemi kule juu wajiuzuru? Wanatutisha tu, wanatisha tu hao. Hawana lolote. Wao nafikiri bila wao mpira Tanzania hautachezwa. Wasahau. Msimamo wa Young Africans unakutia pressure? Mimi hainitii pressure. Kwa sababu mimi sasa hivi ninachotaka na naendelea kusema kwamba kanuni ifuatwe. Mimi hainitii pressure. Kama wanataka kuja waje tuwapige na ndo tuchukue ubingwa. Yani mwandishi, kama tukicheza au tusipocheza, ubingwa tunauchukua. Elewa kauli yangu hiyo. Nyama? Kama tukicheza au tusipocheza, waje wasipokuja, ubingwa ni wa kwetu mwaka huu. Lakini paka sasa Young Africans anaongoza. Tunampiga Jumapili, kama anakuja uwanjani tena aje. Tunamtaka sana huyu. Ukiwasikiliza maneno ya wazee wa Young Africans, wanakuambia Simba hivi sasa wameizoea vilivyo. Wanajipigia muda wote. Wamelizoea, sijakuelewa hapo. Yani nyinyi Simba ni teja kwa Young Africans. Sasa waje basi. Kama sisi ni wateja, waje. Mbona wanatukimbia? Michezo yote ya ligi wanacheza. Wakati walikuwa hawana imani na bodi na nini, walikuwa naendelea kucheza. Wanapiga watu goli 5, goli 6. Wale ambao timu ambazo wamedhamini wao. Sasa waje basi. Kwa nini hawataki kuja? Kwa nini sasa swala la Simba ilivyokuja kucheza na Simba wanaleta mizengwe? Wacheze. Mimi nasema waje. Wasishie njiani. Ili tuwaonyeshe ubora wetu. Wanamkimbia Mpanzu. Mwandishi? Wanamkimbia Mpanzu. Young Africans wanamogopa Mpanzu. Mimi nakwambia hivi, toka tarehe 8 hiyo wanamogopa. Lakini wanakwambia
Simba ya Mpanzu imeondolewa katika michuano ya CRDB Cup na Singida Fountain Gate na Mpanzu wake yupo ndani, katupwa nje. Unajua mwandishi, kitu kimoja tuwe wa kweli na tuzungumze ukweli, kwamba Simba ilicheza back to back mechi nyingi sana. Leo tarehe 25 unacheza game ya kimataifa ambao watu walijitolea. Tarehe 28 wamekuja kucheza tena na wakampiga Singida Big Star. Hapo inatakiwa usafiri Arusha, Babati. Katika siku mbili ucheze tena nusu finali. Ni kitu, hao ni wachezaji nani mwandishi? Sio punda hao. Hao ni wachezaji wanachoka. Ndio hicho kilichosababishwa. Simba kuelekea msimu ujao mnashiriki sasa klabu bingwa barani Afrika. Namna ambavyo unavyoitazama kikosi chako, zimebakia mechi takriban 3, madhaifu yenu na mlipokuwa bora umepaona Plaza. Mboreshe maeneo gani zaidi? Unajua mwandishi, mimi ni mwanachama na mshabiki wa Simba, natoa rai yangu kwamba inabidi kwanza tumpate striker. Striker tumpate ambaye ana uchu ya magoli, ambaye muda wote yeye anaangalia wavu. Tumpate striker wa aina hiyo. Na mimi na imani na bodi ya wakurugenzi ya Simba pamoja na mwekezaji Mo, kwamba mchezaji tunayemtaka huwa hatushindwi. Kwa hiyo safari hii naomba sana kwa viongozi wangu wa Simba kwamba tusajili majembe makali, ili mwaka ujao wa msimu mpya hao watukimbie tena. Wakimbie? Na msimu ujao tutaleta BM, tutajaza ngombe na wazee wafupi na warefu wote tunawajaza, alafu watuzuie tena msimu unaokuja. Yani moto ubaya ubwela utazidi. Yani ubwela utakuwa mara 2 ya hii ya mwaka huu. Maana mijembe tunayetaka kuleta hawatatokea tena uwanjani, watatafutana hao. Wasiwe akasema hao sasa hii safari wameleta ngombe hao. Safari kuna wazee warefu tena. Wasiwe akasema hayo. Ndio. Kwa sababu msimu unaokuja huu ni balaa. Plaza na mwandishi, balaa hilo tunachukua kombe la klabu bingwa Afrika inshallah. Mwakani hiyo. Klabu bingwa barani Afrika. Na timu itakuwa imekamilika kwenye 80%. Hapo sisi tuko kwenye 45-50 hapo. Hapo kwenye 100 bado 100 hatujafika. Je, tukifika kwenye 100 moto utakuwaje huo? Watatafutana. Mnyama atakuwa hatari. Utopolo watatafutana. Hivi sasa Simba inatisha. Ni timu ambayo ni bora katika Afrika. Unajua mwandishi, sisi bana tuko 5. Si wao wako kwenye nafasi ya 50, 20, si hata sielewi. Ndio. Hatuwezi kuongea na hivi watu ambao hawajielewi hii. Sisi tuna uledi, viongozi wetu wana uledi katika mpira. Ndio. Hatuna mambo ya siasa katika mpira sisi. Propaganda. Kiongozi wao anayetaka akagombee mambo ya siasa basi aende, lakini asivuruge mpira wa Tanzania. Kwa hizi ni propaganda propaganda zote hizo mwandishi, hizi zote ni propaganda. Wanawapa lawama watu bure. Wewe kama nani? Mimi kitu hamna kimeniudhi, nasema mbele ya maiki yako leo. Hamna kitu kimeniudhi kama unamwambia eti katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidawa ajiuzuru, eti bodi ya ligi. Ni nani? Yani wananiuzi kweli hao watu. Ni kama nani mnaambia watu wajiuzuru? Ni ndio mmewateua watu? Waambieni viongozi wenu wajiuzuru basi. Mbona msemi? Hamna haki ya nie kama nani katika nchi hii. Nie ni kama wanachama kawaida kama timu zingine 16. Wasijipe mamlaka hayo. Hawana mamlaka hiyo. Wakitaka wasubiri mpaka muda ufike. Hata wasubiri nini?
Muda gani? Hawana mamlaka. Wao wafuate kanuni. Na wafuate wenye madaraka katika viongozi wa TFF na bodi ya ligi. Unajua wamesaini mkataba. Kwamba bwana sisi masharti hayo tunakubaliana nazo. Leo kwa nini mnakiuka? Afu mnakaa mnasema tunawadai TFF. Mwandishi, hiyo swala la kudai limenisikitisha sana pia. Huyu msemaji wao ni katoto kadogo sana, hata sijui ikoje yani. Babake Mzee Shabani ni rafiki yangu sana. Yule mzee ana uledi sana na mtu mzima anajielewa. Labda uende akachukue ushauri kwa babake. Asiongee tu kama anaropoka. Ana baba, mimi namshauri leo huyu mtoto. Kama una baba, nenda kwa mzee wako uchukue ushauri kwake. Ujue jinsi hata kuongea. Usiropoke. Anawaumiza. Anaongea vitu utumbo. Eti hao watu nataka wajiuzuru. Wewe kama nani nie? Hiyo kitu kimenigusa sana mwandishi. Na mimi nasema hivi, TFF, katibu mkuu wetu wa TFF Wilfred Kidau usijiuzuru, bodi ya ligi isijiuzuru, nie kaeni kwenye madaraka yenu ambaye mpo sahihi. Na usahihi wenu mimi nautaka tarehe 15 mtu hakikishie kwamba kweli nie ni wanaume. Hamyumbishwi. Tarehe 15 wasiyumbishwe. Unaitaka mechi. Kama kuja waje tutawapiga, kama hawaji basi kanuni ifuatwe. Alama tatu za mezani. Shukrani sana Plaza. Asante sana mwandishi. Asante.